siku ya leo, siku ya tarehe 16, tumekuwa na kikao cha ALAT, lakini tulianza na ziara. Ziara yetu ilikuwa inalenga sana kwanza kuja kujifunza kwa wale wanaotoka mbali, lakini kwa wale wenyeji kuja kupokea challenge kutoka kwetu. Tumetembelea miradi mitatu. Mimi nazungumza kwa niaba ya mwenyekiti ambaye ni ndugu yetu Bobei, ambaye ndiye mwenyekiti wa halmashauri ya Longido, lakini ndio mwenyekiti wa ALAT mkoa. Mimi ni makamu mwenyekiti. Leo hakuepo, lakini nizungumze kwa niaba yake. Ni kwamba tumetembea kwenye miradi mitatu. Mradi wa kwanza ulikuwa ni mradi wa shule ya sekondari. Ukweli kwanza kabisa tumeona mradi mzuri, fedha tumeona thamani ya fedha, lakini pia tumeona serikali imefikiria vya kutosha kupeleka bweni kwenye shule yetu ya Longido. Hata sisi tulipata fedha za kujenga bweni kwa fedha za SEQUIP IPFOR milioni 30. Kwa kweli kuna kipindi nahangaika kweli, fedha hazitoshi, lakini wapongeze angalau wameweka tiles. Sisi wengine tulishindwa kuweka tiles. Jengo limekamilika, tumeweka vitanda, lakini tiles hakufanikiwa. Kwa nawapongeza sana kwa usimamizi mzuri. Naamini hiyo changamoto ya maji kwa huo mradi mkubwa, kwa sababu serikali yetu inatekeleza ahadi zake, tunaamini changamoto ya maji itakwenda kuisha. Mradi wa pili ni Oldor kwa shule ya msingi. Ile shule kwa ukweli kwamba serikali imepeleka fedha pale kujenga madarasa mawili na vyoo. Ni ukweli kwamba ilikuwa inahitaji. Tumeona madarasa karibu yote hayajakamilika, lakini yale ambayo serikali imejenga juzi yamekamilika kila kitu. Usimamizi wa vile vyoo vimekuwa vya kisasa. Tumeambiwa kuna maji pale karibu, lakini umeme umefika. Serikali inafanya kazi. Kwa Longido sisi tuna jambo la kujifunza. Umeme umefika kila mahali. Kwenye kila mradi tuliofikia tumeona umeme, lakini pia tumeona fedha zilizopelekwa. Hakuna fedha ya kwenda kuongezea kwenye mradi. Fedha iliyotengwa imetosha kufanya kazi ile ambayo ipo. Tumeenda pia kwenye mradi wa zahanati. Ni kweli kwamba Mundarara mwanzoni ulikuwa na zahanati. Sasa hivi wamejenga kituo cha afya. Ukweli ulikuwa na uhitaji wa kituo cha afya Mundarara. Ukiangalia wako pembezoni sana, lakini kuna wananchi wengi sana kwenye lile eneo. Ukiangalia kituo, fedha zilizopelekwa pale zimefanya kazi nzuri. Wanakaribia kidogo kukamilisha. Na mkurugenzi ametueleza kwamba fedha zitakamilisha na wataunganisha maji, lile eneo litakuwa na maji ya kutosha. Na pale kila kitu kipo, nesi yupo, madaktari wapo. Kwa ni kuhamisha tu kwa zahanati ya zamani kwenda kwenye kituo cha afya ili kusudi kazi ile iwe imekamilika. Tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli amegusa maisha ya Wanalongido. Kufika Mundarara amefika kwenye kiini cha uhitaji halisi wa kituo cha afya, lakini kwa uhitaji wa huduma ambazo zimezitembelea. Sisi kama ALAT yako machache tuliyoyaona tumeelekeza, na tunaahidi kwamba yale ambayo tumeelekeza na mkurugenzi ameahidi kwamba tukirudi tena tutakuta mabadiliko makubwa sana. Tunashukuru sana. Tumeshukuru kwa kikao ambacho kimeendelea, lakini ALAT mkoa wa Arusha tumeamua kusimama kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunarudisha uhai wa ALAT, lakini kuambia tuhakikisha kwamba ALAT inaendelea kusonga mbele, tunaendelea kushikamana.